Baada ya kuibuka kwa sintofahamu baina ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Wydad Casablanca ya huko nchini Morocco, hatimaye mshambuliaji kinara raia wa Tanzania Suleiman Mwalimu ameelekea Dar es Salaam tayari kuelekea huko nchini Morocco kwa ajili ya kuungana na wachezaji wenzake kwa lengo zima la kuanza msimu mpya akiwa na timu ambayo inamiliki kwa maana ya Wydad Casablanca ya nchini Morocco, ambako ni sehemu ya pendekezo la kocha mpya wa timu hiyo Wydad Casablanca kwa maana ya Paul Sergio, raia wa Ureno, ambaye amependekeza kwamba wakati wa maandalizi ya msimu mpya ni bora ama anahitaji kuweza kushuhudia kikosi kizima kikiwa kimewasili kambini na kuweza kupata uwanda mpana wa wachezaji ambao ataelekea nao katika msimu unaokwenda kufuata moja kwa moja, jambo ambalo limemfanya Suleiman Mwalimu atoke nchini Rwanda ambako alikuwepo na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba na kuelekea katika jiji la Casablanca huko nchini Morocco tayari kuungana na timu yake ambayo kimsingi ndio inayomiliki Wydad Casablanca ya huko nchini Morocco. Hili ni sakata ambalo limekuwepo mara baada tu ya pale ambako Simba ilimtambulisha Suleiman Mwalimu kuwa tayari imeshamuongezea mkataba wa mwaka mmoja kuendelea kusalia kwenye timu hiyo, huku wamiliki wa nyota huyo wao wakasema kwamba hawajafanya mazungumzo yoyote na klabu ya Simba, jambo ambalo likawapeleka Wydad Casablanca hadi kuzungumza kwamba endapo Simba ingemtumia Suleiman Mwalimu kwenye mashindano ya Sekafa Kagame Cup basi wangechukua hatua za kisheria, jambo ambalo klabu ya Simba wameona kwamba ni vyema kuweza kuwafikiana na klabu inayomiliki nyota huyo na kuweza kumrejesha, na pengine mazungumzo ndiyo yafuate baadaye baada ya kurejea katika timu yake inayomsajili moja kwa moja. Na hii inatoa wake up call kwa viongozi wa klabu ya Simba, hasa katika upande wa eneo la kushambulia. Endapo tu ataondoka Suleiman Mwalimu kwamba hatorejea, klabu ya Simba itawabudi waingie tena sokoni kutafuta mshambuliaji mwingine ambaye atakwenda kucompete na Ibrahim Doumbia sambamba na Baraka Mwangosi, ambao kimsingi hawa ndio washambuliaji waliobakia kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, yani wale namba 9 typical, ukimtoa Elie Mpanzu ambaye mara kadhaa Mwalimu amekuwa anamtumia katika hilo eneo kama mshambuliaji kivuli au first number 9, ambaye Steve Barker kwenye mifumo yake amekuwa anapenda kumtumia Elie Mpanzu katika hilo eneo, jambo ambalo litaigharimu pengine klabu ya Simba kurejea tena sokoni na kutafuta mshambuliaji mwingine ambaye ana ubora mkubwa kama vile ambao alikuwa nao Suleiman Mwalimu, kwa sababu ukiwa na mshambuliaji kama Suleiman Mwalimu kwenye timu yako kwa msimu mmoja ana wastani mzuri wa kukupa goli zaidi ya 6. Hichi amekidhihirisha katika misimu miwili ambayo amekuwa Tanzania. Msimu wake wa kwanza akiwa na Fountain Gate alifunga magoli 6 kabla ya kuondoka nusu msimu kuelekea kwenye kikosi cha Wydad Casablanca ya nchini Morocco, lakini kwa msimu uliomalizika akiwa na Simba amefunga zaidi ya magoli 9, jambo ambalo lina confirm ubora wake Suleiman Mwalimu katika upande wa eneo la kushambulia, jambo ambalo endapo Simba itakosa mshambuliaji mwenye ubora ama quality ya Suleiman Mwalimu, huenda pia wakapitia changamoto katika hilo eneo kwa msimu ambao unakwenda kufuata, kama vile ambavyo ilikuwa kwa msimu uliopita pale ambako walikosa huduma ya mshambuliaji hatari kama vile Soa Jonathan, raia wa Ghana. Kwa hiyo ndio hivyo, Suleiman Mwalimu ameondoka kwenye nchi ya Tanzania na ameenda kujiunga na timu yake ya Wydad Casablanca ambayo katika vipengele vya kimkataba wako wazi na wanaweza pia wakawa wanajivunia bado kuwa mali yao moja kwa moja, na jambo ambalo limeikwamisha Simba kuweza kubakia na Suleiman Mwalimu ni kwamba Simba ilipaswa kulipa kiasi cha fedha kingine ili mradi kuweza kumpata Suleiman Mwalimu, ambayo ilikuwa ni juu, tofauti na ile dili la awali ambako Simba ilitoa kwa msimu uliopita kuwa naye kwa mwaka mmoja. Kwa hiyo msimu wa nyuma umeshaisha na Simba ilipaswa kutoa pesa nyingine ambayo ni kubwa zaidi ya ile ya mara ya kwanza ambayo walimpata kwa mkopo Wydad Casablanca, nyota huyo raia
wa Tanzania. Kwa hiyo ndio hivyo, Selemani Mwalimu amerejea katika timu yake ya zamani ya miamba ya huko Casablanca, kwa maana ya Wydad Athletic Club ya huko nchini Morocco. Jina langu ni Leopard John, sauti ya mvua. Nikushukuru kwa wewe ambaye umekuwa nami kwa siku ya leo, ambako tumeangazia juu ya klabu ya Simba kumhusu Suleiman Mwalimu, mshambuliaji huyu hatari ambaye amerejea kwenye timu yake inayomiliki ya huko nchini Morocco. Hadi wakati mwingine, kwaheri kwa sasa.